Basi nafikiri jana tulikuwa tumeishia kwenye sababu zinazopelekea wewe kuyapitia magumu kutokana na kupandishwa viwango vingine. Tukasema hizo sababu zimegawanyika katika makundi mawili. Sababu ya kundi la kwanza tukasema ni sababu ya kimwili, lakini kundi la pili tukawa tunasema ni sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulijaribu kuangalia kwenye kundi la kwanza ambalo linazungumzia sababu za kimwili, ambao tukaangalia wivu kutoka kwa watu waliotuzidi, lakini tukaangalia chuki kutoka kwa watu wa karibu yetu. Tukaja kuangalia roho ya ushindani kutoka kwa watu tulio sawa viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua muda umeendelea sana, lakini naomba tuangalie pointi sababu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kichwa chetu kinasemeje? Kwa nini unayapitia magumu ikiwa Mungu amefanya nini? Amekuchagua. Sasa tunazungumzia pointi ya pili, kupandishwa viwango, si ndio? Sasa kwenye hii pointi ya pili, vitu vinavyosababisha uyapitie magumu kutokana na kupandishwa viwango, ndio tukasema sababu ya kwanza, sababu za kiroho, sababu za kimwili. Sababu ya pili, sababu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye sababu za kiroho, kwenye sababu za kiroho tunasema kwamba vizuizi kutoka kwa shetani. Kuna wakati mwingine vinaweza vikatokea vizuizi kutoka kwa shetani, mbali tu ya watu ambao wanatuzuia, lakini pia shetani anaweza akasimama kukuzuia usiende viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunapokuwa tunazungumzia vizuizi, tunamaanisha kitu gani? Tunasema vizuizi ni kitu, kizuizi ni kitu kinachokuwa mbele yako. Kizuizi ni kitu kinachokuwa mbele yako kukufanya usipite. Ni kitu kinachokuwa mbele yako, ni kitu kinachokuwa mbele yako kinachokufanya usipite hapo. Ni kitu kinachokuwa mbele yako, ni kitu kinachokuwa mbele yako kinachokufanya usipite hapo. Kwa mfano, kutoka kiwango cha chini kwenda kiwango kingine, pakiwa na kizuizi, ina maana kikiwepo kitu kinachozuia wewe usipite hapo, ina maana hautoweza kwenda viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye hivi vizuizi, viko vizuizi vya aina nyingi sana, na mifano ya vizuizi tunaiona tu kawaida. Kwa mfano, sisi tuko ndani, tukitaka kutoka nje tutatoka lile lango likiwa wazi, si ndivyo? Lakini milango ikibanwa hatuwezi tukatoka pale. Lango tukiwa tuna matumizi sahihi ya kukaa humu ndani, litaonekana liko sawa tukifunga, kwa sababu tuna matumizi sahihi ya kukaa humu ndani. Lakini lile lango likifungwa wakati wa kutoka umefika, kinakuwa tayari ni nini? Kizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna baadhi ya vizuizi vingine vinakuwa sio kwamba vinaonekana kwa macho, au vingine vinaweza vikaa vinaonekana, si kwamba kinakuzuia kwa nguvu ulizonazo kukifanya kisiondolewe, lakini kwa akili tu ya kawaida ukikiona unaona ni kizuizi. Kwa mfano,
Kuna maeneo unakuta watu wanatengeneza barabara. Wanapokuwa wanatengeneza zile barabara, unakuta wameweka kitu kinaitwa warning tape. Ile warning tape sio kwamba inazuia gari isipite, lakini kwa ufahamu tu wa kawaida kwamba kwa sababu hapa pana warning tape, hata kama barabara ilikuwepo, gari haitapita, itapita sehemu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu warning tape imekuwa ni kizuizi kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Fungua na mimi kitabu cha Wathesalonike. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Anasema, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Naam, mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo ni mic au ni naam? Umeme. Okay, asante. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Na mimi Paulo mara ya kwanza, mara ya pili, shetani akatuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alikuwa anataka kwenda mahali, si ndivyo? Kwa hao watu waliokuwa wanamsubiri juu ya mafundisho yake. Lakini Biblia inatuonyesha jinsi ambavyo Paulo analalamika kwamba tulitaka kuja kwenu mara ngapi? Mara 2. Lakini shetani alifanya nini? Alimzuia. Kwa maana hiyo, kuna watu ambao walitakiwa kuvuka mara ile ya kwanza kupitia Paulo kwenda kwenye lile eneo, lakini akazuiliwa. Kuna watu itakiwa wavuke kupitia Paulo kwenda mara ya pili, lakini wakafanya nini? Wakazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati fulani, na ndio maana kuna watu wengine anaweza akawa anaona vitu vingi vizuri, anaona biashara nzuri, anaona mtaji alionao ni mkubwa, anaona mavuno mengi, na wakati mwingine anapokuwa anaona hivyo vitu, anapambana kuhakikisha kwamba mambo yake yanaenda vizuri sawa na anavyoona. Wewe unafikiri watu wote wenye uchumi wa chini kwamba hawana akili? Unafikiri hawana akili? Sio kama unanielewa. Usije ukakaa kwenye uchumi ukasema mimi nina akili kuliko watu wengine. Wako watu ambao akitoa idea ya kitu anachotamani akifanye, ukichukua umefanikiwa. Sasa unajiuliza kwa nini yeye anashindwa kufanikiwa? Kuna vizuizi vya shetani. Na bahati mbaya sana, vizuizi vya shetani havionekani tu kwa macho ya nyama. Na ndio maana kuna wakati mwingine unaweza ukaona project kubwa kabisa, ukaweka na utaratibu, ukafanya mipango yako na nini, kwamba nikitoka hapa nitaenda hapa, nikitoka hapa nitaenda hapa, nikitoka hapa nitaenda hapa. Unapoanza tu kuifanya ile project, unakuta hata mtaji ulionao kwisha habari.
Sio kama unanielewa ninachokisema. Sio kama unanielewa. Sio kwamba hiyo project kwamba sio sahihi. Ni wangapi ambao wameona biashara za kuchukua maroli ya ndizi wakauza Mbeya, lakini alipoanza hata ule mtaji ukaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Si tu kwa sababu ya watu wanaomzunguka kama pointi za jana, ili unakuta watu wanakusapoti vizuri, watu wako upande wako, lakini kila unapofanya vitu vinaharibika. Shetani anakuwa kazini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Paulo anasema kwamba shetani alituzuia. Na ndio maana kwenye maisha tulio nayo, ukishajua kwamba uko kwenye kiwango cha kupandishwa, ukishajua kwamba uko mazingira ya kupandishwa viwango, ukishajua kwamba uko kwenye mazingira ya kupandishwa viwango, kuna vitu unatakiwa uvifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vya kiroho, kuna vitu vya kimwili. Na ndio maana tunajifunza habari za roho, tunajifunza habari za nini? Za mwili. Ukiwa kwenye revu ya kupandishwa kiwango, kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya, ni lazima uamini kwamba ni Mungu anakupandisha. Sio kama unanielewa. Tunazungumzia vizuizi hapa. Tunazungumzia vizuizi vya kiroho, vizuizi vya shetani. Maadamu una uhakika na hiyo biashara, maadamu una uhakika na hiyo project au huo mradi, kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya, cha kwanza unatakiwa kuamini kwamba ulicho nacho Mungu amefanya nini? Amekupa. Kwa nini tunaamini kama Mungu ametupa? Kwa sababu uwezo ukawa na maono alafu asiwe Mungu amekupa. Mungu ndo mwanzilishi wa nini? Wa maono. Kwa pamoja na vizuizi vya shetani, ukishaamini kwamba Mungu ndo amekupa, hiyo ni silaha ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kuamini kwamba Mungu amekupa. Imani ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa pamoja na kwamba kuna vizuizi vya shetani, lakini pia unatakiwa uamini kwamba yuko Mungu ambaye hajawahi kushindwa na vizuizi vya nani? Vya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa ukishaamini kwamba shetani atazuia, ndio, lakini imani yako inakubeba. Imani yako inakusogeza. Imani yako inasema hiki nina uhakika nacho. Kweli umeferi mara ya kwanza, umeferi mara ya pili, umeferi mara ya tatu, lakini imani inatuambia hivi ni vizuizi tu vya shetani, ila nina uhakika na kitu ninachokifanya. Kinachofanya watu wengi wakate tamaa kwenye vizuizi vya shetani ni kwa sababu hawana uhakika na kitu walicho nacho, hawana imani na kitu walicho nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nimezungumzia kwamba pointi ya kwanza ni vizuizi vya shetani, lakini unavukeje hapo kwenye hivyo vizuizi vya shetani? Paulo mpaka anasema tulizuiliwa na shetani wakati ameenda. Sio kama unanielewa. Wakati amefika pale ndo anakuambia siku ya kwanza, ya pili tulizuiliwa na shetani. Kwa kisha kuwa na uhakika na kitu ulichokibeba, inakusaidia kutengeneza mazingira ya kuamini kwamba hata kama nimezuiliwa leo, ninajua kesho Mungu atanisaidia, nitavuka. Hata kama kuna kizuizi kesho, lakini kesho kutwa hiki nilichokibeba kitachanua.
Na shetani siku zote anakuja mara ya kwanza, akija mara ya pili anategemea ukate tamaa, useme hiki sio kitu sahihi. Lakini kwa kadri anavyoleta vizuizi, unatakiwa na wewe umbebe Kristo, kwamba pamoja na vizuizi ulivyovileta, lakini mimi bado Kristo ananipeleka mahali ninapopaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye kizuizi hicho hicho cha shetani, kitu kitakachokusaidia, lazima uwe muombaji. Kwa nini? Kwa sababu anasema vita vyetu si juu ya damu na nini na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Efeso ngapi? 6 kuanzia mstari wa 10. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nini na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza na jeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa ina maana usipokuwa muombaji hauwezi kutoka kwenye vizuizi vya shetani. Kwa lazima uwe ni muombaji, kwa sababu ukiwa muombaji automatically, kama Efeso 1 inavyosema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ghafla Mungu atakufungua, utaanza kuona kwamba kuferi kwangu si tatizo, ila ni tatizo la nani? La shetani. Kwa ukishajua kwamba hili ni tatizo la shetani, unakuja kwenye mstari unaosema mpingeni shetani naye atafanya nini? Atawakimbia. Shetani tunampinga. Sio kama unanielewa mtu wa Mungu. Shetani tunafanya nini? Tunampinga. Shetani hatumbembelezi. Hatumbembelezi kwamba wewe shetani umekuja hapa. Umegundua hiki ni kizuizi cha shetani, unasema tumepewa mamlaka ya kukupinga. Unampinga shetani kwenye hicho kizuizi mpaka uhakikisha ameondoka hapo, mpaka uhakikisha unavuka, unatoka eneo moja kwenda eneo lingine, unatoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Shetani anapingwa. Na ndio maana kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, niliwaambia vita yake si ndogo, kwa sababu unakutana na vita ya kimwili, unakutana na vita nini ya kiroho. So sio vitu vyepesi kama unavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sema mimi, hata kama shetani amezuia biashara yangu, nitampinga mpaka kieleweke katika jina la Yesu. Kitu cha tatu kitakacho kusaidia kukuvusha kwenye vikwazo au kwenye vizuizi vya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekwambia cha kwanza ni imani juu ya kitu ulicho nacho. Cha pili nimekwambia ni nini? Ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha pili ni nini? Maombi. Lakini kitu cha tatu unachotakiwa kuwa nacho ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini sadaka? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu au kuna baadhi ya vizuizi haviondoki kwa sababu una imani, haviondoki kwa sababu unaomba, vinaondoka kwa sababu una agano na Mungu kupitia sadaka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kwa kitu cha tatu kitakacho kusaidia kuondoa vizuizi vya shetani ni nini? Ni sadaka. Sasa hapo, kutokana na muda wetu, kuna sadaka za aina nyingi sana. Kuna sadaka ya nadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sadaka ya nadhiri ambayo
Kuna wakati unaona kabisa wakati wa kuvuka umefika, lakini unakuta kila unapopambana hakuna kitu kinawezekana. Unaweka sadaka ya nadhiri. Fungua Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Samueli wa kwanza sura ya kwanza anzia mstari wa 5. Sura wa 4 anasema, hata siku ile alipofika Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda anasema Hana ingawa lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo, ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka wa kwanza, mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hivyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huko mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akilia sana, akaweka nadhiri. 11 anasema hivi, akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikia kichwani kama. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Hana alikuwa anatakiwa apandishwe viwango vya kuheshimika kwenye familia. Unaelewa? Lakini alikuwa hawezi, anaheshimika na mume wake ndio, lakini anadharaulika na mke mwenza. Na ndio maana nikakwambia vitu vingine si tu maombi, vingine ni sadaka, vingine si tu imani, vingine ni sadaka. Hana anatoa sadaka ya nadhiri, anasema utakaponipa mtoto wa kiume nitakutolea akae hekaluni mwako siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu vingine kwa sababu ya sadaka vitakulazimisha uvuke kwenye vikwazo vya shetani. Na inaonyesha kabisa Hana alipoweka hiyo nadhiri, Mungu akampa Samueli, na ndo tunayemsoma, si ndivyo? Akampa nani? Samueli. Kuna sadaka za agano. Mungu amekutendea kitu ili akupandishe kutoka alipokupa kwenda kwenye viwango vingine, lazima uweke naye agano hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kupitia hivyo vitu vitakusaidia vile vikwazo vya shetani kuondolewa. Nimekwambia cha kwanza, kuamini ulicho nacho. Tunaposema kuamini ulicho nacho, ina maana inakusaidia wewe kuwa na imani na hicho kitu, kwamba hata mtu akubadilishe, hata shetani aseme sio chako, unaamini ni cha kwako. Cha pili, maombi. Maombi yanakusaidia kukufungua katika mambo ya rohoni, kujua. Lakini cha tatu ni sadaka. Sadaka inakusaidia
Sadaka inakusaidia kukupa hata vitu vingine ambavyo vilikuwa haviwezekani. Kuna maeneo mengine hatuvuki kwa sababu tuna uwezo, sio kama unanielewa. Kuna maeneo mengine hatuvuki kwa sababu tuna imani sana kuliko wengine. Kuna maeneo mengine hatuvuki kwa sababu tunaomba kuliko wengine, lakini kuna maeneo mengine tunavuka kwa sababu Mungu alitupa agizo ya kutoa sadaka na tukatoa kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa vizuizi vya shetani vyaweza kuondolewa kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Fungua na mimi kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 16. Mstari wa 8 mpaka wa 9. Anasema hivi. Mstari wa 8 mpaka wa 9, 16 mstari wa 8 mpaka wa 9 anasema, lakini nitakaa Efeso hata siku ya Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao wameandaliwa na shetani kupinga vizuizi vya shetani. Anakaa kwa mtu anapinga. Anaposema nimefunguliwa mlango mkubwa, ina maana anaona mafanikio, anaona mpenyo, anaona kushinda, lakini wakati anapoanza kuiendea ile njia anakuta kwamba yale mambo yanafanya yanavurugika. Hivi jamani, hivi hamna mtu ambaye unakuta kwamba yani unaona kabisa huu mwaka natoboa, yani huu mwaka wa kwangu, lakini ukianza kuingia kwenye mapambano unakuta cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne hakuna kinachoenda. Mpaka unauliza, mbona Mungu ni kama uliniambia kwamba huu mwaka nafanikiwa? Na kama Mungu alimtumia mtumishi kutoa unabii, utajiuliza kwamba yule nabii alikuwa feki. Usiogope vitisho vya njiani. Usiogope vikwazo vya shetani. Shetani ni kama simba ungurumaye, lakini sio simba. Mtu akisema kama, jamani, sio simba. Sio kama unanielewa. Yaani hata akiunguruma akisema naona mwambia sio akisema unaanza unatetemeka. Shetani sio simba. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, ukiwa na uhakika na safari yako, hata tuone vizuizi vya shetani vimesimama mbele yetu, maadamu tumejua ni shetani, tutapambana naye mpaka tuvuke kwenye hilo eneo kwa jina la Yesu aliye hai. Hatutabaki. Hatutabaki. Hatukubali kubaki. Lazima tuende viwango vilivyokusudiwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Akizuia, kama ameweka warning tape, tunaenda na mkasi tunakata, tunapita. Amefunga mlango, tumeshindwa kufungua, tutabomoa. Si ndio Biblia inavyotuambia? Inasema Bwana atalegeza viuno vya nani? Vya wafalme. Atakatakata mapingu ya nini? Ya chuma. Atavunja marango ya nini? Ya shaba. Ili atupe nini? Hazina zilizofichika wapi? Gizani. Sio kama unanielewa vizuri. Wewe unafikiri kama Isaya, kwa nini alikuwa anasema hivyo? Ina maana kuna vikwazo vya shetani vinaweza vikawa ni mapingu. Hatukatai mapingu yapo, lakini yatakatika. Yanaweza kawa ni marango ya shaba yenye uzito unaostahili. Yani hata wakati mwingine yanatutisha kwamba hatuwezi tukayavunja, lakini tuna uhakika hazina zetu lazima tuzichukue kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Vizuizi vya shetani vipo kwa ajili ya kutuimarisha, havipo kwa ajili ya kuturudisha nyuma. Na ndio maana kuna wakati mwingine hutakiwi kuwaogopa watu kwa sababu ya nature na mazingira walio nayo. Wengine wametumiwa tu na shetani.
Kwa ukiona mtu amekuwa ni kizuizi mbele yako, ametumiwa tu na shetani, mpende, endelea mbele na safari. Bwana Yesu asifiwe. Atakuja kusema kwamba mimi nafikiri nilitumiwa tu na shetani, naomba unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa Mungu kama anavyotueleza, vizuizi vya shetani hatutaki kuviogopa. Vipo, tunajua, lakini havina sababu ya kutuzuia tunakokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Vizuizi vya shetani hata vikisimama vitatuchelewesha, sawa? Na faida ya kucheleweshwa, kiazi kilicholimwa kikacheleweshwa kuvunwa, unielewe vizuri, kinakuwa ni kikubwa kuliko kiazi kilichowaishwa kwa kufanya nini? Kuvunwa. Sio kama unanielewa vizuri. Kiazi kitamu, kile kiazi kitamu kile, sawa? Ukichukua mtu aliyekivuna kiazi kitamu ndani ya miezi 2-3, hawezi akafanana na aliyevuna kiazi kitamu ndani ya miezi 5. Unanielewa ninachokisema? Kwa shetani akizuia, haina maana amekuchelewesha. Yani shetani akikuzuia amekuchelewesha, lakini haina maana hautafika pale. Anapozuia anatengeneza misuli, anatengeneza nguvu, anatengeneza uwezesho wa ili ukifika pale ufike na misuli iliyo imara, ufike na mifupa iliyo imarika, ufike na uwezo ulio imarika. Unafika pale bila hofu, unafika pale bila uoga, unafika mahali ambapo hata watu wanashangaa kwamba alikuwa wapi kipindi kile, mbona amechomoza haraka? Kumbe shetani alijua anakuzuia. Kumbe anakutengenezea mifumo, anakutengenezea misuri, anakuimarisha. Kama ulikuwa legerege unakuwa strong, kama ulikuwa ufai unakuwa unafaa, kama ulikuwa sio pure unakuwa pure. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi akaruhusu kama anajua wewe huwezi ukapita hapo. Yote Mungu anayaruhusu ili kutufanya strong. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaruhusu kutufanya nini? Imara. Hivyo mwahi waona watu wa gym wale, watu wa gym wanaoenda gym wale, umwahi jiuliza siku ya kwanza anapoenda gym nini kinatokea? Yani akipiga push up siku ya kwanza ile, akaruka kichura siku ya kwanza, siku ya pili nini kinatokea? Mwili wote hoi. Yani kama alikuwa anatembea vizuri kama mimi, utakuta anatembea vibaya. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu amefanyishwa mazoezi. Lakini huyo mtu kimfanyisha leo, kesho kutwa, baada ya kesho kutwa anaanza kuzoea. Kama alikuwa hawezi akabeba vitu vizito, atabeba vitu vizito. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa Mungu anaruhusu vizuizi vya shetani ili unapoenda kwenye level au unapoenda kwenye kiwango ulichostahili kukiendea, uende ukiwa imara, uende ukiwa hakuna mtu anaweza akakuzuia, uende ukiwa hakuna namna mtu anaweza akafanya tofauti. Sio kama umenielewa. Kwa vizuizi vinatuimarisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha mwisho unachotakiwa kufahamu, pamoja na hivyo vizuizi vyote, ukiona kizuizi kimekakana, yani ukiona kizuizi kimekubana, yani kama ni madeni ndo watu wanagonga, wanachukua vya kuchukua, wanaondoka navyo na nini, ukiona unafikia hiyo level, au ukiona huoni chochote, we giza, yani hamna unachokiona, yani hapo ndo nataka kumshukuru Mungu. Waswahili wanasema hivi, ukiona giza limeongezeka, ni giza totoro, ujue asubuhi imefanya nini? Imekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani ukiona giza imezidi, hapo nataka ushangilie. Haleluya. Haleluya. Unataka ushangilie kwamba unaanza kusikia jogoo anawika kokoliko. Sasa watu wengi giza inapozidi ndo tunakuwa na uchungu, tunalia na nini, unalia sana. Ukiona
giza imezidi, usiku wa manane, ujue asubuhi imekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona jaribu limekutinga, yani ulikuwa unapita kirahisi, ulikuwa ukifanya mifumo yako unapita kirahisi, lakini imefika kila mifumo ukifanya imegoma, ujue wakati wa Bwana umekaribia kwa ajili yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Simama kwa miguu yako.